Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Kukatika mara kwa mara kwa umeme wilayani Kiteto kumeathiri makundi mbalimbali ya kijamii ambayo wengi wao wanategemea umeme kwa shughuli za kiuchumi, hali inayofanya washindwe kufikia malengo yao. Wakiongea na Kurasa, baadhi ya mafundi wa kuchomelea na kuchonga trade Kibaya wamesema pamoja na mmiliki wa kiwanda cha kusaga unga wa nafaka wameelezea athari za kukatika hovyo kwa umeme huo, huku wakiomba serikali kuondoa adha hiyo wanayopitia sasa hivi. Kata tunashindwa kupata maji, kusaga, hata siku 3 tunashindwa kupata chakula. Watoto wanakuwa wanateseka na njaa. Saa zingine wiki nzima maji umeme haufanyi kazi. Lakini naasilika kwa kutumia umeme unavyokata, pia unaniunguzia hadi coil zangu za kuchomelea, pamoja napata adhabu juu ya watoto kunitegemea nikija kazini. Kwa hiyo unakuta tunapata changamoto sana. Kwa mfano jana umeme umekata kutwa nzima na tujui sababu ni nini wala taarifa zozote hakuna. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali jaribu kutusaidia hili tatizo kwa sababu ya kazi zetu ambazo tunazo kwa changamoto ya umeme. Tuendelee na Kurasa. Jeshi la polisi mkoani Rukwa limesema halitavumilia vitendo vya ukatili kwa watoto, hususan wale wanaotupa watoto wachanga mkoani humo. Hili linakuja mara baada ya wananchi kukiri uwepo matukio hayo, ambapo akiongea na Kurasa, Sister Mario Goreti Chusa ambaye ni mkuu wa kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum kilichopo Kitandala, manispaa ya Sumbawanga, amebainisha uwepo wa vitendo hivyo. Idadi kubwa ya watoto tunaowalea hapa, hususan watoto wachanga, tunawapata hasa wale ambao wameokotwa, wamefanywa ukatili vikiwa vitoto vichanga. Na idadi tunayokuwa nayo ni kubwa sana, yani tuseme, unaweza kwa mwaka tunaweza tukapokea hata 15 hivi. Sisi tupo tunaishi, tunakula, tunavaa vizuri, lakini tukatambua kwamba kuna watoto wapo hawajui kesho. Hawajui kesho yao itakuwaje, hawajui watakula nini, hawajui watavaa nini, hawajui wataishije. Vitendo vya ukatili, kutelekeza watoto, kutupa watoto ni kinyume cha sheria. Na sisi kama wasimamizi wa sheria hatuwezi tukaacha vitendo kama hivyo viendelee. Kwa hiyo tutashirikiana na jamii kuhakikisha kwamba tunabaini watu wanaofanya vitendo hivyo na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao ili kukomesha ukatili kama huo. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wanawake wajawazito katika kituo cha afya Ikizu Nyamuso kilichopo katika halmashauri ya Bunda vijijini hulazimika kulala watatu katika kitanda kimoja kabla na baada ya kujifungua kutokana na uhaba wa vitanda pamoja na ufinyu wa wodi katika kituo hicho. Wakiongea na EATV, wanawake ambao wamepitia changamoto hiyo wanaiomba serikali kuboresha miundombinu katika kituo hicho ili kuwasaidia kina mama wajawazito pamoja na wagonjwa, huku mganga mfawidhi akithibitisha kuwepo kwa tatizo hilo, ambapo katika kutatua suluhisho leo changamoto hiyo viongozi mbalimbali wa serikali wamefika katika kituo hicho. Ningeomba labda msaidie kupanua hii maternity yetu, labda mtuongezee chochote ambacho kinawezekana kuongezeka hapa, maana tuwezi kuwa tunalala 2 watatu. Wakati huo tunajua ni mama ndio kiongozi, ndio maana tumeamua kusema hivi. Nazalisha wamama ndani ya mwezi wanaweza kufika 130, na kwenye shift unakuta tunaingia mmoja. Kwa hiyo ni changamoto yetu kubwa. Kama mama alivyosema wanalala 2, kwa at least tukapanuliwa wodi inakuwa kunakuwa na uafadhali. Tuna changamoto ya wodi zetu kulingana na idadi ya watu wanavyoongezeka katika kata hii pamoja na kata zinazotuzunguka. Na nashukuru sana na imani kwa sababu wewe ni mchapakazi, mchakalikaji. Kwa hiyo tunajua kilio hiki kitakuwa kimefika sehemu yake. Tumeona sisi wenyewe kuna changamoto kubwa ya mashuka kwenye zile wodi. Nimeona niwaletee mashuka, niwakabidhi mashuka 20 kwenye hichi kituo. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Ijumaa ya leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale walioshiriki kukuandalia Kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia wakati mwema, endelea kufuatilia vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.